Naitwa Saraji Iboru, ni mkurugenzi ya usimamizi wa kesi. Kurugenzi hii ya usimamizi wa kesi ina majukumu ya usimamizi wa ubora wa mashtaka. Katika eneo hili tunaangalia ubora wa mashtaka ambayo yanafunguliwa mahakamani. Tunaangalia kwamba ubora wa mashtaka unatakiwa ulete matokeo chanya shauri linapofika mwisho. Maana yake unapomshtaki mtu ni vizuri matokeo yakawa chanya, ili jamii ijue kwamba alishtakiwa kulingana na ushahidi uliopo na taratibu za nchi. Lakini pia kuna sehemu ya uratibu wa upelelezi. Ofisi ya Taifa ya Mashtaka ina jukumu hilo, na tunashirikiana na vyombo uchunguzi ikiwemo polisi ambayo ni ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai, kwa kifupi wananchi wanaifahamu kama DCI. Lakini wapo wenzetu wa TAKUKURU, wapo watu wa DCI. Lakini pia viko vyombo mbalimbali ambavyo vinaleta majalada ya kesi, ofisi ya Taifa ya Mashtaka. Tunapopata haya majalada, tunayasoma na kuelekeza upelelezi ufanyikeje. Kwa mwaka wa fedha 25-26, division kwa kushirikiana na division zingine za kisheria, mikoa na wilaya, tumeweza kushinda kiwango cha kesi kwa 88%. Kiwango hiki ni kikubwa, maana tumefikia kiwango ambacho kwa kimewekwa na tukazidi zaidi ya 3% kutoka ile 85. Hali mafanikio makubwa. Nimpongeze mkurugenzi wa mashtaka, naibu mkurugenzi wa mashtaka na wakili wetu katika mikoa na makao makuu. Lakini pia division ya usimamizi wa kesi na uratibu wa upelelezi ina jukumu la kukagua vituo vya polisi, magereza na sehemu yote ile ambayo wanahifadhiwa mahabusu. Lengo ni kwenda kuongea nao, kuona changamoto ambazo zinawakabili, bila kujali kwamba ni wahalifu, lakini wana haki pia ya kusikilizwa. Lakini pia magereza, tunapoenda kule tunaangalia changamoto za mahabusu na wafungwa. Kama changamoto iko mahakamani, tunaichukua tunapeleka wenzetu mahakama. Kama iko kwetu, manake upande wa ofisi ya Taifa ya Mashtaka pamoja na polisi, watu hawa tunachukua ile changamoto zao. Kama tunaweza kuzitatua siku ile tutatatua. Kama inawezekana tunazichukua na kwenda kufanyia kazi na wadau wetu. Tumekuwa na mafanikio mazuri. Baadhi ya mahabusu tumekuwa tukiwafutia mashtaka, au la sivyo tukiacha kutoka vituo vya polisi. Lengo ni kuona vituo vyetu vya polisi vinatumika kwa ajili ya kuhifadhi tu mahabusu wakati wanatakiwa kwenda mahakamani. Sio kwamba ni sehemu kama gereza, sio sehemu ya kufunga watu. Taratibu huu wa kutembelea magereza unatakiwa ufanyike kila robo ya mwaka. Kwa hiyo tunafanya mara 4. Lakini wakati mwingine sio lazima tuende tu kila robo. Tunaenda wakati mwingine kulingana na inawezekana mkapata malalamiko. Naenda. Lakini vituo vya polisi tunafanya mara 2 kwa wiki. Na hii inafanywa katika ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa na kitaifa. Tunaenda kwa sababu magereza yale yako wilayani na mkoani. Kwa hiyo huku katika ngazi ya taifa tunaweza tukafanya kwa robo mwaka, lakini kila baada ya kila robo. Lakini wenzetu wanafanya kila wiki kwenye vile vituo vikubwa na vituo vidogo pia. Kwa hiyo taarifa zao zinatumwa tena kwenye division hii, wao zinasomwa na kufanywa kazi. Lengo kama nilivyosema, haki itendeke au ionekane inatendeka kwa wakati. Jukumu hili la kutembelea vituo vya polisi na magereza ni jukumu ambayo division na taasisi yetu inalifanya. Lakini pia ni pendekezo kutoka kwenye Tume ya Haki Jinai ambayo ina baraka za Mheshimiwa Rais. Sababu hili ndio kwenye haki za watu. Mtu anaweza akanyimwa haki ya kupata dhamana, au akawa na tatizo ambalo lipo, lakini wahusika wa kutatua tatizo hilo hawana habari. Lakini pia mkurugenzi wa mashtaka na yeye kwa wakati wake anafanya ziara katika magereza mbalimbali nchi.
anaweza akafanya kila robo, wakati mwingine kulingana na mazingira, basi anaweza akafanya hata ziara ya dharura. Mara nyingi anaambatana na mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Wakati mwingine anaweza akawa na vyombo chunguzi au akawa peke yake, lakini mara nyingi anaenda na vyombo chunguzi. Na anapoenda na vyombo chunguzi, pale pale swala hili linapatiwa ufumbuzi. Kwa hiyo inawezekana siku hiyo au taratibu zikafanyika, basi wale watu wakapata ahueni ambayo wanastahili.